kwa kutoa elimu ya matumizi ya mifuko ya PICS, na sisi ndipo tukaanza kuifahamu hiyo mifuko ya PICS na kuanza kuitumia. Bahati nzuri mwaka 2021 tulihamasisha wanachama wetu wote wakawa wanatumia mifuko ya PICS, na mpaka sasa wanayo, wanaendelea kuitumia huko majumbani. Mimi nilinunua mifuko ilikuwa 39 mwaka 2021. Nilitumia hiyo, lakini kwa sasa hivi gunia ambazo tayari nimepekia ziko 13. Leo nimehifadhi kwa ajili ya chakula. Kwanza kabisa katika kilimo changu hiki cha mahindi, nilianza kuhifadhi mahindi kwenye vile vihenga vya zamani. Vya zamani kabisa tulikuwa tunajenga, lakini hasara yake mahindi yalikuwa yanaharibika mapema. Baadaye tukaja kwenye mifuko hii hapa. Lakini hii hapa ukihifadhi humu huwezi kuhifadhi kwa muda mrefu, na kama utahifadhi kwa muda mrefu lazima uweke kemikali. Kwa hilo, kwa mazingira ya kwetu haijawahi tokea, isipokuwa elimu inayotolewa kwamba unapoweka yale makemiko hapo kayala, yote atakusababishia makansa na mahoma mengine kwa siku za baadaye. Na ndio maana wanatushauri tutumie sana mifuko ya PICS badala ya kutumia haya makemiko. Kwanza, hayashambuliwi na wadudu. Pili, unahifadhi sehemu salama. Hata chakula chake, yani huna mashaka nacho. Unaweza ukasaga dona au kakoboa bila tatizo lolote, kwa sababu huweki kemikali yoyote. Na hii mifuko faida yake, unaweza kuhifadhia hata misimu 3 inayoendelea. Sana sana cha kuangalia wadudu panya wasitoboe. Kwa hiyo hapa cha kuzingatia, lakini kama hayatatobolewa na panya, una uwezo wa kuhifadhi hii mifuko zaidi ya miaka 3. Kwa hiyo unaepukana na gharama ya kununua madawa kuhifadhia kwenye mifuko hii ambayo ni sumu na ni madhara kwa binadamu. Mwaka 2021 nilifanikiwa kuhamasisha wanachama zaidi ya 100. Tukaweka mahindi yale kwenye mifuko hiyo ya PICS na tukaifungia ghalani. Tukaja kuuza kwa bei ya juu kuliko mahindi yote tuliyowahi kuzalisha hapa. Kwamba mwaka tuliuza kwa bei ya shilingi 900 kila kilo moja, kwa sababu tuliweka tu kwenye mifuko ya PICS. PICS, transforming lives.